Mheshimiwa Mwenyekiti, kuongeza za ada za bandari sio adhabu kwa wananchi wala wafanyabiashara, bali ni hatua ya kimkakati ya kuimarisha uchumi wa taifa na kuongeza uwezo wa nchi yetu kiushindani kikanda na kimataifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mapato yatakayotokana na ada hizo yatasaidia kuboresha miundombinu ya bandari, kuongeza kina cha maji, kununua vifaa vya kisasa vya upakuaji na upakiaji wa mizigo, pamoja na kupunguza ucheleweshaji wa huduma katika bandari ya Dar es Salaam na bandari nyingine. Bandari yenye ufanisi mkubwa huongeza biashara, huleta wawekezaji na kuongeza ajira kwa wananchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, ongezeko la ada linaenda sambamba na ongezeko la utoaji wa huduma. Tunakwenda kuongeza ada, lakini vile vile tutaongeza huduma kwenye bandari zetu. Haiwezekani tukawa na bandari za kisasa zenye ushindani mkubwa huku tukabaki na viwango vya zamani vya mapato. Mataifa mengi duniani hufanya maboresho ya kimifumo kwa kuhakikisha sekta ya bandari inajiendesha kwa tija na kujitegemea kifedha. Mheshimiwa Mwenyekiti, hatua hii inalenga kulinda maslahi mapana ya taifa letu. Bandari ni lango kuu la uchumi wetu, hivyo mapato yake yanapaswa kuchangia maendeleo ya reli, barabara na huduma nyingine muhimu zinazowanufaisha Watanzania. Hata hivyo, Mheshimiwa Spika, tunapaswa kuhakikisha kuwa ongezeko hilo halileti mzigo mkubwa kwa wananchi wa kawaida kupitia kupanda kwa gharama za bidhaa. Ni muhimu kuweka uwazi, usimamizi madhubuti wa mapato pamoja na maboresho yanaonekana ili wadau wanatoa fedha yao waweze kupata thamani ya fedha yao kwenye bandari zetu. Mheshimiwa Spika, wizara kwa kushirikiana na TPA ilianza kutekeleza ada mpya bandari za mwambao wa Hindi kuanzia tarehe 8 Machi hadi kufikia mwezi Mei mwaka huu. Utekelezaji huo unaendelea vizuri. Ada nyingine mheshimiwa ni ada, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande wa ada ya uendelezaji wa miundombinu mipya ya bandari. Mheshimiwa Spika, aidha kutokana na mapokeo tofauti ya ada ya uendelezaji wa bandari, ada ya uendelezaji wa miundombinu mipya ya bandari miongoni mwa wadau na wateja wa bandari, TPA mnamo tarehe 9 Machi iliahirisha kuanza kutumika kwa ada hiyo hadi tarehe 1 Julai mwaka huu ili kutoa muda zaidi kwa wateja na wadau kujipanga na kujiandaa ipasavyo. Hoja ya pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, inasema serikali ihakikishe inatekeleza kwa kasi maboresho ya miundombinu ya bandari ili kuhakikisha kuwa kasi ya ufanisi wa bandari inawiana na maendelezo hayo. Majibu ya hoja hiyo, Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara kwa kushirikiana na TPA imeandaa mpango mkakati wa miaka 5 ambao unaanzia mwaka 2026-27 hadi mwaka 2030-31. Mpango huo umeainisha miradi mbalimbali ya kimkakati na kipaumbele itakayotekelezwa katika kipindi cha miaka 5 ijayo kwa lengo la kuimarisha sekta ya uchukuzi na usafirishaji nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, utekelezaji wa miradi hiyo unatarajiwa kuongeza uwezo wa bandari nchini kutoka tani milioni 30 za sasa hadi kufikia tani milioni 62 ifikapo mwaka 2030-31. Hii itaendelea kuimarisha Tanzania kama lango kuu la biashara na usafirishaji katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki na Kati, sambamba na kuongeza mapato ya serikali, kuchochea ukuaji wa uchumi, kuvutia uwekezaji na kufungua fursa zaidi kwa wananchi wa Tanzania. Hoja ya tatu, Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara na TPA ziendelee kukutana na wadau na watumiaji wa bandari mara kwa mara kwa ajili ya kutoa elimu kuhusu umuhimu wa ada hiyo. Majibu ya hoja hiyo, Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara kwa kushirikiana na Mamlaka ya Bandari Tanzania imeendelea na itaendelea kutekeleza programu maalumu ya utoaji elimu kwa wadau kuhusu ada ya uendelezaji wa miundombinu mipya ya bandari kwa lengo la kuhakikisha wadau wanapata uelewa wa kina kuhusu umuhimu, madhumuni na manufaa ya utekelezaji wa ada hiyo kwa uchumi wa taifa na maendeleo ya sekta ya usafiri na usafirishaji.
Mheshimiwa Mwenyekiti, programu hiyo inahusisha mikutano ya mashauriano na wateja pamoja na wadau mbalimbali wa sekta ya bandari, uchapishaji wa makala maalum katika vyombo vya habari pamoja na matumizi ya mitandao ya kijamii ili kufikisha elimu kwa umma kwa uwazi na kwa wakati. Mheshimiwa Mwenyekiti, utekelezaji wa programu hiyo ulianza tarehe 17 Machi mwaka huu, ambapo Mamlaka ya Usafiri Bandari ilikutana na wadau walio chini ya Tanzania Private Sector Federation linalojumuisha sekta mbalimbali za uzalishaji, biashara na usafirishaji, wakiwemo wazalishaji wa bidhaa za viwandani na wasafirishaji wa mazao wa mizigo ndani na nje ya nchi. Katika kikao hicho cha mashauriano, serikali imeendelea kusikiliza maoni, ushauri na mapendekezo ya wadau mbalimbali kwa nia njema kuboresha zaidi mfumo wa utekelezaji wa ada ya uendelezaji wa miundombinu mipya ya bandari. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Mwenyekiti, maoni hayo yamewezesha kufanyika kwa maboresho muhimu yatakayohakikisha utekelezaji wa ada hiyo unakuwa rafiki zaidi, wenye tija kwa wadau na unaendana na mazingira halisi ya biashara na ushindani wa kikanda. Mheshimiwa Mwenyekiti, hoja nyingine iliyozungumzwa ni msongamano katika bandari wa Dar es Salaam. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili kuhakikisha bandari inaendelea kutoa huduma kwa ufanisi, ushindani na viwango vinavyokidhi mahitaji yanayoongezeka, serikali inaendelea kutekeleza hatua mbalimbali za kimkakati kama ifuatavyo. Kama nilivyosema kwenye hotuba yangu, hatua ya mwanzo ambayo tunaifanya ni kukamilisha ujenzi wa reli ya kisasa SGR inayoingia moja kwa moja bandarini, ambapo utekelezaji wake umefikia asilimia 99.7 na majaribio ya usafirishaji wa mizigo yameanza hivi sasa. Sambamba na hilo, TRC inajenga eneo maalum, yani loading platform, la kupakilia mizigo kwenye treni hiyo kwa ajili ya kuondoa msongamano kwenye bandari ya Dar es Salaam. Mheshimiwa Mwenyekiti, TRC inategemea kupeleka treni ya SGR ambayo itakuwa na uwezo wa kubeba mabehewa 50 kwa wakati mmoja, ambayo itakuwa na uwezo wa kuchukua kontena 100 kwa wakati mmoja. SGR hiyo, Mheshimiwa Mwenyekiti, reli hiyo itafanya safari 10 kwa siku, na maana yake nini? Itaweza kutoa angalau kontena 1000 kwa siku. Sasa hivi Dar es Salaam tunavyoongea, kwa siku bandari ya Dar es Salaam inatoa kontena 3600. Tukiweza kutoa kontena 1000, maana yake tumeondoa 50% ya mzigo wote wa makasha katika bandari ya Dar es Salaam.